Ni jambo la kawaida kwa asilimia kubwa ya wanadamu kuwa na utamaduni wa kuhama kutoka nyumba moja kuelekea nyumba nyingine. Kwa mfano, inawezekana umepanga lakini Mwenyezi Mungu akakujalia kipato ukafanikiwa kujenga nyumba yako. Vipo baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya pindi unapohama kutoka nyumba ya zamani ukihamia katika nyumba mpya. Na vipo baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, kwani usipovifanya vitu hivyo inawezekana maisha yako kwenye nyumba mpya yakatawaliwa na nguvu mbaya ambazo zitakuletea mikosi na umaskini kwenye maisha yako mapya. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya pindi unapohamia katika makazi mapya. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya pindi unapohamia katika nyumba mpya. Namba 1, mwaga chumvi ya mawe katika maeneo mbalimbali ya nyumba hiyo. Unapohamia katika nyumba mpya, inawezekana umenunua ama umejenga mwenyewe. Hauwezi kujua eneo ambalo umejengea nyumba yako lilikuwa na maagano gani, lakini pia ikiwa ni nyumba ambayo umeinunua kutoka kwa mtu mwingine, hauwezi kujua pia nyumba ambayo unakaa ilikuwa na maagano gani, imezungukwa na nguvu gani. Inawezekana umehamia katika nyumba ambayo ilikuwa chini ya ulinzi wa nguvu za giza. Kama hautafanya lolote ukaendelea kuishi, basi na wewe utakuwa chini ya uvuli wa nguvu za giza. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya pale unapohamia katika nyumba mpya, chukua chumvi kisha ibariki kwa kuitia nguvu ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukachukua chumvi ukaiweka katika chombo chochote ambacho unaamini ni kisafi. Unaweza ukaiita nguvu ya Mwenyezi Mungu kwa kutamka maneno haya: Ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba uibariki chumvi hii, na popote ambapo chumvi hii nitaiweka, basi ikaondoe nguvu zote za giza ambazo zipo katika eneo hilo. Maagano yote ambayo yapo katika eneo hilo na kwenda kuyavunja kupitia nguvu ya chumvi ambayo wewe Mwenyezi Mungu umeitia nguvu yako. Nguvu zote za kishirikina, nguvu zote zitokazo katika ulimwengu wa giza, viapo vyote ambavyo vipo katika nyumba hii, ninakwenda kuvivunja kupitia chumvi hii. Utakapomaliza, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa imani yako. Kisha utakapofika katika nyumba ambayo unataka kuhamia, hakikisha unaimwaga chumvi hiyo katika mlango, katika pembe za nyumba na katika maeneo yote ambayo unaamini inawezekana kuna nguvu za giza zimeweza kuwepo kwenye maeneo hayo. Jambo ambalo litatokea ni kuwa nguvu zote za giza, viapo na maagano ambayo yaliwekwa katika eneo hilo yataishiwa nguvu, kwa sababu chumvi iliyoombewa ina uwezo wa kutoa laana, mikosi na bahati mbaya ambazo zipo katika eneo fulani, kwa sababu wewe umeshaiombea kwa imani. Ukienda kuiweka katika maeneo hayo, amini usiamini, nyumba yako itakuwa mpya na nyumba yako itatawaliwa na positive energy. Negative energy haziwezi kuendelea kuwepo katika eneo hilo, kwa sababu negative energy hazina kawaida ya kuwepo katika eneo ambalo zimetupiwa chumvi ya mawe. Na ndiyo maana hata ukisoma kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia, Nabii Elisha aliwahi kuondoa laana ambayo ilikuwepo katika kisima cha maji kwa kutumia chumvi, na kuanzia hapo maji yalipona yakawa hai na wakazi wa eneo lile wakaendelea kuyatumia. Ipo siri katika chumvi ya mawe. Namba 2, fanya ibada ya kutakasa makazi kabla ya kuhamia. Asilimia kubwa ya wanadamu ambao walizaliwa na kuishi katika hii dunia wana kawaida ya kuhamia katika makazi mapya bila ya kujua kuwa kwenye makazi hayo inawezekana kuna nguvu fulani ambazo zinaishi humo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: maagano ambayo yaliwekwa na mmiliki wa kwanza wa eneo ambalo wewe umehamia, inawezekana umelinunua ama umekodi ama umepanga.
Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulijua, inawezekana mmiliki wa kwanza alikuwa na imani ambazo alikuwa anaziamini. Imani alizokuwa nazo ndizo ambazo zinaendelea kusimamia katika makazi hayo. Kama utahamia katika makazi mapya pasipo kufanya ibada ya utakaso, utaendelea kuwa chini ya nguvu ambayo inatawala katika eneo hilo, jambo ambalo linaweza kuleta mikosi na umaskini katika maisha yako, kwani mara nyingi nguvu za kichawi ama nguvu za shetani huwa zina kawaida ya kuleta vitu vibaya kwenye maisha ya mwanadamu. Nyumba yako inaweza kuanza kusumbuliwa na vitu visivyoonekana. Unaweza ukashangaa unasikia kelele sebuleni wakati ukiwa chumbani, ama ukawa unasikia ni kama kuna vitu vinatembea katika makazi yako, ukajikuta unakuwa na hisia mbaya kila unapokuwa ndani ya makazi yako. Hizo ni ishara za kuwa mmiliki wa mwanzo wa eneo hilo kulikuwa kuna nguvu ambazo alikuwa anaziamini, na ni nguvu zitokanazo na ulimwengu wa giza. Ni vema kuikabidhi nyumba yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu, kwani utakapofanya hivyo, nyumba yako itakuwa safi, nguvu zote mbaya zitaondoka, na kuanzia hapo utakuwa chini ya nuru ya kweli. Namba 3, washa mishumaa katika pande zote za nyumba hiyo siku ambayo utakwenda kuhamia na kuanza kuishi katika makazi hayo. Siri ambayo hauijui katika mishumaa ni kuwa mishumaa inaweza kuondoa negative energy katika eneo lolote na kuvuta positive energy. Nimekuwa nikieleza kuhusu energy za ulimwengu katika video zangu mbalimbali, lakini kwa faida ya watu ambao hawajui energy ni nini. Energy ni nguvu ambazo zinauendesha ulimwengu. Zipo nguvu za aina mbili ambapo kuna positive energy. Positive energy ni nguvu chanya ambayo inapokuwepo katika maisha ya mwanadamu ina kawaida ya kuvuta bahati njema na baraka kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini negative energy ni nguvu ambayo inapokuwepo katika maisha ya mwanadamu ina kawaida ya kuvuta mikosi, umaskini, laana na bahati mbaya katika maisha ya mwanadamu. Unaweza ukajiuliza kwa nini maeneo mengi ya ibada mishumaa huwa inawashwa? Ni kwa sababu mishumaa katika ulimwengu wa kiroho inamaanisha nuru. Mishumaa inavuta nguvu nzuri katika eneo fulani, hivyo inawezekana katika makazi ambayo umehamia kuna uwepo wa negative energy. Kitendo cha wewe kuwasha mishumaa katika pembe zote za nyumba hiyo kutaondoa negative energy, na mwisho wa siku positive energy itatawala katika makazi yako. Utajuaje kama positive energy imetawala katika makazi yako? Kwanza, utahisi ndani ya nyumba kuna wepesi fulani, lakini 2, utahisi utulivu wa hali ya juu ndani yako pindi unapoingia katika nyumba hiyo, na 3, utahisi kuna amani na furaha moyoni mwako kila unapoingia katika nyumba hiyo. Hizo ni ishara za kuwa negative energy imeondoka katika makazi yako na positive energy zimetawala katika makazi yako. Namba 4, usihamie katika makazi mapya mvua ikiwa inanyesha. Katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, uwepo wa mvua katika uso wa dunia ni jambo jema, kwani maji ni chanzo cha uhai katika viumbe mbalimbali ambavyo vinaishi kwenye hii dunia. Kama maji yasingekuwepo, inawezekana viumbe vingi vingepoteza uhai. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, pamoja na kuwa maji yanamaanisha utakaso, lakini pia mvua ikiwa inanyesha ni wakati ambao hautakiwi kuhama kutoka katika eneo lako la zamani na kuhamia katika eneo jipya, kwani wakati mwingine inaweza ikamaanisha huzuni ambayo itaendelea kubaki katika maisha yako siku zote za maisha yako. Inashauriwa wakati jua linapokuwa limewaka ama katika wakati ambao hakuna mvua, huo ni wakati ambao ukihama kutoka sehemu yako ya zamani na kuhamia katika sehemu yako mpya, unakuwa una uwezekano wa kuvuta positive energy nyingi katika makazi ambayo unakwenda kuishi. Lakini kama utahama kutoka katika makazi yako ya zamani huku mvua ikiwa inanyesha, kuna uwezekano ukavuta negative energy nyingi katika makazi yako, na kuanzia hapo hautafurahia tena uwepo wako mpya katika makazi yako mapya, kwa sababu nyumba inapotawaliwa na negative energy huwa inakuwa imetawaliwa na huzuni siku zote. Hivyo hakikisha unapohama hakuna mvua. Namba 5, usihamie katika makazi yako mapya ukiwa na hisia za huzuni.
Miongoni mwa mambo ambayo asilimia kubwa ya binadamu wamekuwa wakiyaendekeza na kuyafanya katika maisha yao bila ya kujua kuwa mambo hayo yanaweza kuwa na madhara gani maishani mwao ni kuhamia katika makazi mapya, huku ndani ya mioyo yao wakiwa na huzuni. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: kitendo cha kuhamia katika makazi yako huku moyoni mwako ukiwa na huzuni ni kitendo ambacho kitavuta nguvu mbaya katika makazi yako, na utajikuta unaanza kuandamwa na mikosi pamoja na bahati mbaya zisizoisha. Kwani mwanadamu anapokuwa na furaha, positive energy humtawala katika mwili wake, lakini mwanadamu anapokuwa na huzuni ama msongo wa mawazo, negative energy humtawala katika mwili wake. Utakapoingia katika makazi mapya huku ukiwa katika hali ya huzuni, hali hiyo itaendelea kujirudia mara kwa mara katika siku zote ambazo utaendelea kuwepo katika makazi hayo, na mara nyingi utakuwa ukitawaliwa na hali ya huzuni kuliko hali ya furaha. Hakikisha mara ya kwanza kabisa wakati unapoenda katika makazi mapya, hakikisha moyoni mwako unakuwa na hali ya furaha, kwa sababu kitendo cha kuwa na hali hiyo utakwenda kufungua milango ya positive energy kuwepo katika makazi yako. Utakuwa mwanadamu ambaye makazi yako yametawaliwa na bahati njema. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo ambalo umejifunza. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.